Hujambo, karibu kwa mara nyingine tena. Kamanda mwandamizi wa kundi la Hamas, Raad Saad, anaripotiwa kuuawa katika shambulizi la anga lililotekelezwa na jeshi la ulinzi la Israel IDF dhidi ya gari lililokuwa likisafiri katika barabara ya pwani ya Rashid mjini Gaza. Taarifa hiyo imetolewa na maafisa wa Israel ambao wamesema operesheni hiyo ililenga kiongozi muhimu wa kijeshi wa Hamas. Kwa mujibu wa IDF, shambulizi hilo lililenga kile walichokieleza kuwa ni gaidi muhimu wa Hamas ambaye katika kipindi cha hivi karibuni alikuwa akihusika moja kwa moja katika juhudi za kufufua, kurejesha na kutengeneza silaha za kundi hilo, huku vita vikiendelea katika ukanda wa Gaza. Maafisa wa usalama wa Israel walimtaja mlengo wa shambulizi hilo kuwa ni Raad Saad. Raad Saad anatambuliwa kwa upana kwa mujibu wa vyanzo vya Israel pamoja na vile vinavyohusishwa na Hamas kuwa ndiye mkuu wa mfumo wa utengenezaji wa silaha wa Hamas, jukumu lililomweka katika nafasi ya juu sana ndani ya muundo wa kijeshi wa kundi hilo. Anaelezwa pia kuwa alikuwa mtu wa pili kwa umuhimu wa kijeshi huko Gaza, nyuma tu ya kamanda mwingine mashuhuri wa Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Mashambulizi haya yanajiri wakati Israel ikiendelea kuongeza presha ya kijeshi dhidi ya Hamas, ikilenga hasa miundombinu ya silaha, viongozi wakuu wa kijeshi na mitandao ya uzalishaji wa makombora na silaha nzito. Israel imesisitiza mara kwa mara kuwa mkakati wake ni kudhoofisha kabisa uwezo wa Hamas wa kupigana na kujipanga upya kijeshi. Kwa upande mwingine, mamlaka za afya za Gaza zimeripoti kuwa shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 4 na kujeruhi kwa angalau watu 25 wakiwemo raia. Maelezo ya awali yanaonyesha kuwa gari lililolengwa lilikuwa likipita katika eneo lenye watu wengi, jambo lililosababisha majeraha kwa watu waliokuwa karibu na tukio hilo. Hadi sasa, Hamas haijatoa tamko rasmi kuthibitisha au kukanusha iwapo Raad Saad ni miongoni mwa waliouawa, hali ambayo imeacha maswali mengi kuhusu athari za shambulizi hilo kwa uongozi wa kijeshi wa kundi hilo. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaeleza kuwa iwapo kifo cha Raad Saad kitathibitishwa, basi kitakuwa pigo kubwa kwa uwezo wa Hamas wa kuzalisha silaha, hasa katika kipindi ambacho kundi hilo linakabiliwa na upungufu wa rasilimali na mashambulizi endelevu dhidi ya miundombinu yake. Mapigano kati ya Israel na Hamas yanaendelea kuathiri kwa kiasi kikubwa hali ya kibinadamu katika ukanda wa Gaza, huku jumuiya ya kimataifa ikiendelea kutoa wito wa kusitishwa kwa mapigano na kulindwa kwa raia. Licha ya sitisho la mapigano katika ukanda wa Gaza, kumekuwepo kuna ripoti kadha wa kadha za mashambulizi ambazo zimekuwa zikieleza ni kwa jinsi gani hali katika ukanda wa Gaza bado haijaweza kutulia, kama ambavyo ilitangazwa hapo awali kwamba amani imeweza kupatikana, lakini mambo yamekuwa ni tofauti kabisa kutokana na mustakabali mzima wa mashambulizi ambayo yanazidi kuathiri raia ambao wamesalia Gaza, lakini vile vile hata viongozi wa Hamas hawako salama kabisa. Kwa taarifa zingine zaidi, basi ungana nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.